Mpenzi mtazamaji wa Mon FM TZ, karibu sana. Siku ya leo bwana ni siku ya Jumatatu. Wengine wanasema kwamba ni Blue Monday. Tumekuja kivingine zaidi katika kuichambua michezo hasa katika mchezo ambao ulichezwa jana kule nchini Morocco, mchezo wa AFCON ambao ulikuwa ni dhidi ya Taifa Stars kutoka Tanzania na Morocco. Bwana, mengi sana yametokea na moja ya kitu ambacho kimeteki headline kubwa au kitu ambacho kimekaa kwenye vichwa vya watu ni pale ambapo Taifa Stars imeonyesha kiwango cha hali ya juu zaidi katika mchezo ule. Morocco wenyewe hawaamini mpaka sasa. Lakini katika kudadafua mengi kwa siku ya leo nipo na Benedicto Misana kama mchambuzi wetu wa zamu, lakini langu jina ni Daudi Senso. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha kwamba una subscribe hapo ili mambo yaweze kwenda sawa, lakini pia usisahau kulike, kushare na kucomment, au sio bana? Naam, Ben, habari za sasa hivi? Ni njema kabisa. Jana bwana itokea na kutokea. Yaani tuseme Morocco walikuwa hawaamini kile ambacho kinatokea. Kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba wanaweza wakapata mabao mengi aidha kipindi cha kwanza, lakini tunaenda mpaka almost kipindi cha kwanza kinaisha hawajapata goli. Tunaingia kipindi cha pili mpaka dakika ya 64 ndio wanakuja kupata goli. Unafikiri kwamba Taifa Stars walifaulu kwa kiasi gani? Kwanza tuseme sisi ndio tulikuwa tuamini. Sisi ndio tuamini. Kwa sababu ukisema Morocco waamini, Morocco wanaamini hapo kwenye mashindano kila timu ni ngumu. Unaona? Kwa sisi ndio tulikuwa tuamini kwamba tunaweza kushindana na Morocco kwa kiasi kile. Ndio. Maana kila mtu alikuwa anasema wakati tunaenda kwenye mashindano kila mtu alikuwa na aina yake ya kuzungumza. Tunavyojua Tanzania ana aina yake ya kuzungumza, anasema kwamba sisi tunakwenda pale mechi ya kwanza tunafungwa na Nigeria, ya pili tuna draw na Uganda, ya tatu tunafungwa na nani na Tunisia nyumbani. Hizo ndio zilikuwa hesabu zetu. Simona, kwa sababu tulikuwa tunaamini Uganda tunawamu. Lakini kilichokuja kutokea nafikiri ni kama surprise package. Simeona na bahati nzuri pia michuano ya CAF kila mwaka inakuaga na timu ambazo ni surprise package. Yaani ni timu ambazo zilikuwa ni hazitegemei kwamba zikashindana, kwamba zitakwenda kuonyesha ubora. Kwa mfano zile finali za mwaka 2020 zile ambazo zimefanyika Morocco na Misri, ukiacha za hizi 2022 ambazo zimefanyika na Ivory Coast, zilifanyika Cameroon. Surprise package ile timu ilikuwa ni Komoro. Komoro walikuwa na performance nzuri sana. Simera vizuri. Sisi tulishatoa makundi, lakini Komoro nafikiri walienda mpaka hatua ya nusu finali kitu kama hicho. Lakini kwa zilizofanyika Cameroon, surprise package ya timu ilikuwa ni Mauritania. Wao walifika hadi hatua ya robo finali. Simera vizuri. Lakini kwa msimu huu tumekuwa ni sisi. Umeona performance ambayo tumeonyesha kwa msimu huu, sisi ndio tumekwenda kwa surprise package ya nini, ya mashindano. Kulingana na performance ambayo tumekwenda kuionyesha. Kwa hiyo kila mashindano yanavyokuja inawezekana, yani lazima awe na surprise package. Kama sio mchezaji basi anaweza kawa ni nani? Inaweza kawa ni timu. Ndio maana hata ukiangalia mashindano yaliyopita mfungaji bora hakuwa ni mtu ambaye alikuwa anategemewa. Alikuwa ni Sue yule wa Guinea, yule raia Victoria Guinea yule. Umeona? Ndio alikuwa mfungaji bora. Watu wengi walitegemea magoli matano. Watu wengi wategemea kwa ubora ambao alikuwa nao kipindi kile Victor Osimhen. Naweza akasema anaweza kawa mfungaji bora, lakini Victor Boniface pia watu wengi wategemea anaweza akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kawa wamefunga magoli mengi kwenye AFCON, lakini kwa ni vitu tofauti. Nigeria na majina yao yote yale unayasikia, lakini hawakutoa mfungaji bora. Ni kwa nini? Kwa sababu lazima kila mashindano yanayokuja yawe na surprise package. Kama sio mchezaji au anaweza kawa ni mchezaji ambaye ni expected player au team kwenye mashindano. Kwa hiyo sisi mpaka hapo tulipofika, sisi kwa msimu ndo surprise package ya nini, ya mashindano, kwa sababu watu wengi hawakuamini na waamini kinachotokea sasa sisi wa Tanzania. Okay, unafikiri kwamba labda wa Tanzania tunaidai Taifa Stars mpaka hatua ilipofikia jana kutolewa katika yale mashindano? Kwa maeneo tunaweza kusema hatuwadai kwa sababu lakini bado mimi kuna kama mdau wa mpira sawa, naweza kusema tunadai kwa sababu ukitaka kuwa mkubwa lazima ucheze na wakubwa ili uwe mkubwa. Lakini siku zote tunaweza kusema hatua ya 16 bora sawa, ni kwa mara ya kwanza, lakini tumeingia katika kwa mpango upi?
Kwa mfumo gani? Tumeingia kwa best loser. Best loser ya point ngapi? Point 2. Natamani mimi nadai sehemu maeneo ambayo nadai natamani tuingie kwa best loser kwa zaidi ya point 9, 6 na kuendelea. Yaani tuingie hiyo kwa Mr. Ball tunaingia tunapewa tuko kwa kishindo. Kushika nafasi ya kwanza au ya pili kwenye nini? Kwenye kundi. 2027 tunaandaa sisi ni kesho tu. Simela vizuri. Kwa hiyo ukisema tuwadai, hii bado tunawadai. Yaani kuna deni ambalo tunafanyaje? Tunawadai. Kwa hiyo inawezekana ni kama nilivyozungumza mwanzo kwamba sasa hivi tunasema tuko kwenye kiwango bora, lakini msimu ujao tukawa tuko hoi. Unaona Komoro alivyo hoi sasa hizi. Yaani maana yake ni kwamba lazima tuwe na consistency ya hii competition ambayo ile competitor ambayo tuko nayo sasa hivi kwenye mashindano. Kwa mimi bado nawadai kwamba tuna ligi bora, tuna wachezaji ambao tunasema wanacheza na wanashindana. Kwa nini tusiende tukafanye vizuri? Kitu ambacho mimi nasema na tunawadai, tuna ligi inashindana, tuna wachezaji ambao wanaweza kashindana na nini na wachezaji na wachezaji wakubwa.